vile Mungu anavyotuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesomewa ya kwamba kulitumika just 1 hour Babylon kupitia kwenye judgment ya Mungu. Yaani kumaanisha ufalme wa shetani was judged using just 1 hour. Ni roho sho. Hiyo mambo tunaweza ona kama ni makubwa sana. Kwa Mungu ni kidogo. Amen. Na kwa sababu na ile jambo ambalo linanifurahisha ni kwamba ati na wale wafalme ambao walikuwa wamejiunganisha na ile nguvu ya shetani na wale wote waliotembea na wao na ule utajiri wote waliopata kupitia ile njia, Biblia inasema ya kwamba na wote ukaangamizwa kupitia just 1 hour. Ndani ya roho shua. Kwa sababu gani? Walimkataa Yesu. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya huo ujumbe, kwa sababu ujumbe wa leo pia ulikuwa hiyo njia ya kukataa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wanajua kweli lakini hawafuati kweli. Wanajua haki lakini hawatendi haki. Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu alipozaliwa, kuanzia kwa mfalme kukawa na uchungu ndani yake, na akaona ya kwamba ni kama kumeinuliwa mfalme mwingine bado akiwa kwenye kiti. Kwa hivyo kukaanza mipangilio ya kumuua Yesu, ya kuua ufalme ambao ulikuwa umeinuliwa, bila kujua ya kwamba the kingdom ambayo ilikuwa imeinuliwa sio ile alikuwa anatawala. It was another kingdom, spiritual kingdom, ile ambayo iko juu ya falme zote. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatujui connection sana na ufalme wa hapa duniani. Hata ofisi nyingi hatujui. Hatujuani na wakubwa wengine. But ile kitu ambacho inanifurahisha, in the kingdom of God, Biblia inasema ya kwamba tunajulikana na majina yetu na tumeandikwa kwenye kiganja cha mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ule ufalme unaotawala mbingu na hapa duniani, huo ufalme ndio ambao tunawakilisha mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawaambia siku ya Sunday ya kwamba ni lazima ufalme uangushe na ufalme mwingine, ama ufalme utawaliwa na ufalme mwingine. Kwa hivyo kama utajisikia vizuri na utasimama kulingana na mapenzi ya Bwana, evil spirit, a certain kingdom haitatawala katika maisha yako, haitatawala katika kanisa la Bwana, haitatawala katika nchi yetu ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba na katika Israeli ukainuliwa wafalme, I think walikuwa 19 ama 22, lakini kati ya wale 10 na kitu hivyo hawakuwa wapa Bwana, hawakutembea kwa hatua za Bwana, isipokuwa wale wachache ambao walitawala kupitia hekima na uongozi wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini shida ni wakati Mungu alipokuwa mbinguni, akatazama mioyo ya watu ambao hawakuwa na hatia pale Nineve, akamuuliza Jona, je, na hawa watu wote wangekufa ungesaidika na nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kulilia mioyo ya wasio na hatia, mioyo ya watoto, mioyo ya wazazi, mioyo ya wamama na wazee ambao hawana hatia. Biblia inasema ya kwamba na walipofika kwenye bahari ya Shamu, Bwana Yesu asifiwe, wakasemezana wakaambiana ya kwamba twende mbele ya Waisraeli, kwa sababu wanapiganiwa na Mungu wao. Walikuwa wanajua nguvu za Bwana. Madani ya roho sho. Wanajua nguvu za Bwana, wanajua mamlaka ya Mungu. Hata unaona ya kwamba mambo yote machafu, mipango yote michafu, wanapoielekeza wanaielekeza kwenye mapigo ya kanisa la Bwana iliyo na nguvu na
Ukitaka Israeli wamuasi Mungu, utapitia kwa njia hii ili waweze kulaaniwa na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kunajulikana njia ambazo zinaweza tumika ili kanisa la Bwana liweze kulaaniwa, ili watu wa Bwana waweze kuondokewa na uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba na wakati mmoja Yesu alipokuwa anatembea akapatana na mama Msamaria. Na alipopatana na yeye akamwambia, wewe mambo yako haijakuwa sawa sawa. Hata kama unasema hatuwezi share anything, kuna mambo tunaweza share. Na kuanzia hiyo siku na Bible says yule mwanamke akalihubiri injili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima watu waondoke kwenye foundation za kugawanyishwa, kwenye foundation za kikabila, kwenye foundation. Hivi ninasoma kanisa wapi? Religion. Lazima watu waondoke kwenye zile foundation za kidini. Tujue ya kwamba we are serving only one God. Tujue ya kwamba shida zetu ni sisi zote. Whether umeokoka ama hujaokoka, whether unaelekea kanisani ama uelekea kanisani, whether umeajiriwa ama hujaajiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima watu waondoke kwenye tugurupu wamejiwekea na mipaka ambayo wamejiwekea, kwa sababu sisi bishop wetu ni fulani, hatuwezi patana na watu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mbingu mbili, moja peke yake. Hakuna roho wawili, roho ni moja. Hatuna Mungu wawili, Mungu ni mmoja aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi. Na ukisikia mahali kwingine kuna Mungu mwingine, ni Mungu wa pale. Si mnasikia kama kuna watu wanajiitaga sijui Jehova nani, sijui the mightiest nani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba na watakao nyenyekea kama watoto, mioyo na mawazo yao iwe kama ya watoto, watamuona Mungu, watarithi ufalme wa mbinguni. Yesu asifiwe. Nataka tusomewe katika kitabu cha John chapter number 10. John chapter number 10 up from verse 22. John chapter 10 verse 22. Basi huko Yerusalemu ilikuwa sikukuu ya Kutabaruku, ni wakati wa baridi. Na Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Sulemani. Kisha hapo kwanza Biblia inatuambia ya kwamba huko Yerusalemu ilikuwa wakati wa kusherehekea sikukuu. Na on top of that kulikuwa msimu wa baridi. Na alipokuwa anatembea kwenye ukumbi wa madhabahu, Yesu asifiwe. Tunaweza angalia kama saa hii Kenya kuna joto sana, katika kipindi cha kiangazi, na ni kama ni mpaka mifuko imekuwa na kiangazi kwa sababu watu wamekaukiwa. Madhani ya rogosho. Unajua ni vizuri wakati mwingine unaambia Mungu, hii ndio shida ambayo ninapitia. Kwa sababu wakati mmoja kulikuwa na wana wa manabii, wakamwambia Elisha, itabidi tukate miti ili tuweze kupanua hema ya nyumba ya Mungu. Lakini mtu mmoja alipokuwa nakata mti, shoka ikaanguka kwenye maji. Akamwambia Elisha, haikuwa yangu, nilikuwa nimekodi mahali, tutafanyaje? Muujiza ukapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Utakapoenda mbele za Bwana na umwambie Mungu, ni hii na hii, wacha shortcut. Sijui nilikuwa nimebackslide kwa sababu isipokuwa ni urafiki wa mtu fulani. Wewe wacha shortcut. Sema ni mimi nilienda hivi na hivi na nikafanya hivi na hivi, muujiza ukapatikana pale. Bwana Yesu asifiwe.
limit. Naona isipokuwa ni vile nilikuwa na njaa, singejipata mahali nikishukua pesa ya wenyewe. Lakini ni wewe. Biblia inasema ya kwamba ilikuwa kipindi cha baridi na Yesu alikuwa pale kwenye madhabahu. Teremka hapo chini. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi. Yesu akawajibu, naliwaambia, lakini nyinyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba na alipokuwa pale kwenye madhabahu Wayahudi, Yesu alikuwa ametoka kwenye kabila gani? So watu wa kwake, watu wa kwao, ambao wako katika ukoo mmoja, walio katika huduma moja, wakamzingira na wakamuuliza, Yesu, utatuweka kwenye maswali mpaka lini? Huko toroto hindete kinyani. Biblia inasema ya kwamba na wakati moja, wakati Yohana Mbatizaji alikuwa gerezani, akawatuma wanafunzi wake waende wamuulize Yesu, wewe ndio tulikuwa tumeambiwa utakuja, ama wewe ni mwingine? Lakini the Bible says ya kwamba akiwa pale Yordani, pale kwenye mto, alipokuwa amekuja kubatizwa, Biblia inasema ya kwamba Yohana mwenyewe akamwambia Yesu, hata mimi sifai kufungua uzi wa viatu zako. Ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana Mbatizaji akatuma ujumbe aelezewe ya kwamba kana kwamba huyu ni Yesu. Nataka kuleta hiyo tukio na lile ambalo lililetwa na Wayahudi. Wanamuuliza, wewe tuwapie leo, wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu? Yesu akawajibu ya kwamba matendo ninayotenda na nguvu ya Baba yangu aliye mbinguni ndiyo inayonitetea. Akawauliza, nitawaambia mpaka lini? Nitawaonyesha mpaka lini? Kwa sababu matendo ninayotenda inanena zaidi kunihusu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo mambo inayoendelea siku hizi. Angalia watu ambao wako na Mungu wanatafutiwa makosa usiku na mchana, kwa sababu wale walioko katika ufalme mmoja, Biblia inasema ya kwamba wanatafuta makosa, wanatafuta mambo ambayo ni ya kuwahukumu na kuwatafuta waweze kuhukumiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Magashali ya mahetia mako uragithia ya kufanya wale wengine wauliwe wako katika ufalme mmoja. Biblia inasema ya kwamba tusomea hapo chini. Soma 26. Soma 26. 26. Lakini ninyi hamsadiki, kwa sababu hamumo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia ya kwamba hamuwezi mkaelewa wala kujua, kwa sababu nyinyi sio miongoni mwa kondoo zangu. Kumaanisha ya kwamba wale watu hawako wamejumuishwa katika kikundi cha kondoo ya Bwana. Walikuwa wapi? Kwenye madhabahu. Walikuwa wapi? Kwa Kristo.
na kuna ungumu katika ibada za siku za leo, katika kulihubiri neno katika kweli na roho. Yesu akawaambia ya kwamba kondoo wanasikia sauti yangu unapohubiriwa kila siku ya Sunday. Kama wewe uko kondoo ya Bwana, lazima utasikia sauti ya Bwana. Na kama hauko katika zizi la Bwana, Bwana Yesu asifiwe, hauwezi ukasikia sauti ya Bwana. Watu unaona mkitoka ni kwenye mitandao peke yake. Sijui makanisa siku hizi, sijui mapasta wamefanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakamwambia Yesu, kama wewe ni mtoto wa Mungu, si ujiokoe. Yaani maneno ya kukejeli. Nasikia watu kwa sababu umeokoka na unaobaga sana, ni kwa nini unapitia kwenye shida? Nani alisema mtu ameokoka hawezi pitia kwenye shida? Na kama mtu ameokoka anaweza pitia kwenye shida, hata kukufa anaweza kufa. Bwana Yesu asifiwe. Nani alisema ukiwa umeokoka hauwezi kupata magonjwa? Bwana Yesu asifiwe. Na kuokoka hauwezi ukapima na ule utajiri ambao watu wanaangalia. Na watu wengi wameondoka kwenye njia ya kweli na roho, kwa sababu wanachotafuta sio kile Mungu alichowaitia. Walipoteana, they are using their own compass badala ya watumia ya Yesu. Yesu anasema ya kwamba munifuate kwa sababu ya uhai wa milele, lakini wengine wanamfuata because of fame, kwa sababu ya mali. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanahubiri kwa sababu gani? Wapate majina makubwa, wapate wafuasi wengi, wapate pesa mingi. Wametumia njia zao kando. Kama uliokoka ili utajirike, my friend, unaweza kuwa na shida sana. Amen. Haufuati Yesu kwa sababu ya kubarikiwa. Amen. Kwa sababu baraka ni za mtu yote aliye hai. Ama ni uongo. Kila mtu ambaye ako hai anaweza bariki, kwa sababu sisi sote ni wa Mungu. That's why unapata shetani ni tajiri sana. Unapoenda kwake unapata kila kitu ambacho unataka. Alimwambia Yesu, kuja hapa. Kuja. Hata kama umetoka maombi, kuja nikuonyeshe. Unaona hii mali yote ni yako. Na utakaponiinamia nitakupatia kila kitu. Yesu alimwambia nini? Kumeandikwa. Hakumwambia hii ni mali ya baba yako. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu anajua na Mungu anajua ya kwamba ufalme wa shetani uliteremshwa wapi? Hapa duniani. Kwa hivyo mali iliyo hapa duniani anaweza imiliki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima unapata watu wengi wamepotea because they have rejected Christ. Ukisoma katika kitabu cha Roma chapter number 1, inaongea kuhusu watu ambao badala wa muabudu Mungu wanaabudu zile vitu ziliumbwa na Mungu. Na kuna mwimbaji sijui kama anaitwa Mulisha anasema wanaabudu nani? Wanaabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio Mungu, ni shetani. Na kwa sababu ya kukana njia za Bwana, Biblia inasema ya kwamba walipopatana kwenye mikutano yao, wakaona mahali pazuri ambapo wanaweza mpata Yesu ni katika madhabahu. Na Biblia inasema ya kwamba wakamzunguka. Kwa hivyo akawekwa wapi? Katikati. Aulize maswali. Ni lazima utujibu. Unaweza jipata katikati ya jambo, ukiwa unainukiwa na mambo mengi, ukiwa umeelekezwa mambo mengi, lakini sio kwa sababu hauna Mungu. Ni kwa sababu yule Mungu uliye naye amekuwa mtu ambaye hawezi eleweka. Amen. Ni kwa sababu hawezi wakaelewa yule Mungu aliye ndani yako, kwa sababu hampelekani kwenye njia moja. Hata kama sisi ni Wakristo, kuna watu hawajui ile njia ambayo tunapitia.
Amen. Nikoliado matoi, kuna watu hawajui. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia, kondoo wangu wanasikianga sauti yangu. Na wale hakuna mtu ambaye anaweza watoa ama kuninyang'anya kwenye mikono yangu. Wale ambao wako katika zizi la Bwana, hata kama watanena mambo maradi, wakuwe akili na haya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Na utahitagia. Biblia inasema ya kwamba Musa akaambiwa na Mungu, fanya hivi, akafanya vile. Kwa sababu gani? Ya askirati ya wana wa Israeli. Lakini Biblia inasema ya kwamba na Yesu alipokuwa kwenye bustani ya Getsemane, walipokuwa maombi, na kukaonekana watu watatu, mmoja wake Musa, mwingine Elijah, wakawatokezea mahali. Wanafunzi wakauliza, si tujenge hema tatu hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakapokosea, jua njia ya kurudi kwenye Mungu. Yes. Yesu akawaambia, hamwezi wanyang'anya na hamwezi mkawatoa. Hiyo ndio ile kitu inaendelea katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu watu wengi walio katika zizi la Bwana, ambao wanaitika kondoo wa Bwana, wanajaribiwa na njia yoyote waweze kuondolewa kwenye mikono na agano la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Natwe kunainuliwa majaribu ya aina nyingi, kunawekwa mitego ya aina nyingi katika dunia tunayoishi. Angalia yale mambo yanayoendelea, ni kutafuta njia ya kuondoa authority ya kanisa la Bwana, ili watu wapumaniwe wakiwa kwenye giza. Biblia inasema ya kwamba malaika wale mbele akarudi nyuma ya jeshi la Israeli. Kwa hivyo akakuja ili between anga ya Israeli na Egyptian, na ile wingu iliyokuwa juu yao, the Bible says, ikaweka giza upande wa Misri na ikaweka mwangaza upande wa Israeli. Kumaanisha ya kwamba hawa Misri walikuwa wanawaona Israeli vile walivyokuwa wanaenda. Kwa hivyo walikuwa wanafuata ile nuru ambayo ilikuwa inaongoza Israeli. Israeli walikuwa wanaelekea wapi? Lakini wa Misri walikuwa wanaelekea mahali Israeli walikuwa wanaelekea. So walikuwa wamefichwa. Hawakuwa wanajua wanaenda wapi. Mpaka wakajipata kwenye bahari. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba Elisha wakiwa na Gehazi wakapatwa na jeshi ambalo lilikuwa linamtafuta. Na walipofika wakamuuliza, yule mtu ambaye tunatafuta unajua kwake? Elisha akawaambia hapana, lakini naweza waelekeza. Biblia inasema kwamba Elisha akasema, Mungu apige na upofu. Na wakapigwa na upofu. Lakini hawakupigwa na upofu wa kutoona, kwa sababu walimfuata Elisha kwa njia gani mpaka huko kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atujapie na upofu wale wanaona ya kwamba ni kama wanaweza weka watoto kwenye mifuko yao, uhai wa watu kwenye mifuko yao, ya kwamba wao wako juu zaidi kuliko uhai wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atuondolee mbegu yote mbaya ambayo kila wakati inachora na kuwaza mawazo machafu. Bwana Yesu asifiwe. Umwagikaji wa damu unakuwa umekaliwa chini, na wanasema ya kwamba ni lazima tufanye hivi na hivi. Hivi unajua watu wanatolewa kwa kafara. Na Biblia inauliza ya kwamba kama damu ya kondoo, kama damu ya wanyama ilikuwa inafunika dhambi, na je, damu ya Yesu Kristo mwana nyarogosho, Biblia inasema ya kwamba damu ya Yesu ndio inayofaa kutawala. Unaona ya kwamba in between anything, in the covenant, in the spiritually, in the evil God, you must involve blood. Mwana nyarogosho.
Rogosho. Amen. Nilikuwa naangalia mambo kadhaa ilikuwa inaendelea kama miaka 10 na kitu ambayo imepita. Wakati kulitokea vita baada ya uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unafikiria ni mambo yalitoka from nowhere. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yalikuwa yamepangwa na yamechorwa kiroho. Yakatekelezwa physically. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba wale watu wa Yahudi wakamzingira Yesu. Akimwira wewe, utatuambia. Lakini tuulizane ile tu ya kawaida. Mtu ambaye ako na Mungu hamjui. Hata kama ako na weakness zake, unajua na unaelewa. Siwezi kuwa 100%. Hauwezi kuwa 100%. Hata tunapatanaga kila wakati, tunatiana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakuombea, unaniombea. Tunaambiana ya kwamba na tutaenda mbali kwa sababu ya Mungu. Usiangalie mahali ambapo uliangukia. Biblia inasema ya kwamba wewe ujingunguke uondoke mavumbini. Hata kama ulitandika chini ukajichora kama mtu, ondoka mahali pale. Biblia inasema ya kwamba hata Mungu anajua hauna nguvu mingi, lakini iko kidogo ambazo unaweza pitia kwenye mlango ambayo umefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ile mlango ambayo imefunguliwa haijafunguliwa kwa watu wote. Biblia inasema umefunguliwa na nani? Na Yesu. Kumaanisha ni wale ambao wamemwamini Yesu ambao watapiti kwenye ule mlango. Amen. Tusomee hapo chini. 29. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. 31. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. 33. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimeyaonyesha zitokazo kwa Baba, kwa ajili ya kazi ipi katika hizo unanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenye Mungu. Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba, na maswali unaweza jiuliza. Biblia inasema ya kwamba ati wakaokota mawe wajaribu kumpiga Yesu. Na kwa sababu walikuwa kanisani ama walikuwa wamebeba mawe. Nadhani ya Rogosho. Kuna mambo mengine ya kushangaza. Yesu akawauliza, nimetenda matendo mengi mazuri sana. Katika yale matendo mazuri ambayo nimetenda, mnataka kunipiga kwa sababu ya gani? Wakajibu, hatukupigi kwa sababu ya yale matendo mazuri umetenda, lakini ni kwa sababu ya utani ama kujisifu ama kujifanya wewe ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ni vibaya pia ama haifai mtu kuwa na Mungu mkuu. Amen. Lakini Biblia inasema ya kwamba akawaambia, mimi na Baba yangu ni kitu moja. Kwa hivyo wale ambao wananenaga ya kwamba Yesu na Mungu sio kitu moja, uwasomee mahali hapa. Mahali ambapo Yesu anasema I and my Father we are one. Na hakuna mtu ambaye anaweza separate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua vita ni za aina nyingi. Biblia inatuambia ya kwamba
kuchunga njia zako. Amen. Amen. Unajua kuna watu wanasemanga na sijui kutoka uanze lini umekuwa na mtu wa maringo sana. Sifadhali ukuwe mtu wa maringo na ukue kondoo wa Mungu. Kwa sababu walio kondoo za Mungu wanasikia sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walio katika zizi la Bwana wanaelewa sauti ya baba yao. Amen. Na wanapoitwa wanaitika. Wanapoelekezwa wanaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimewaambia ya kwamba lazima tukue na focus moja. The cross of Jesus Christ. Hii udini nyingine mingi tuachane nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika udini ndio unapata ya kwamba watu wamegawanyishwa. Na mambo ya udini haifai kufuzwa kama neno la Mungu. Udini ndio kumetokea divination. Katika dini mingi ndio kumetokea ushirikina. Bwana Yesu asifiwe. Sijui watu wafanywe nini, wapitishiwe wapi, waopewe kwa njia gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utakapoenda katika mahali ambapo kuna neno la kweli na roho, mahali ambapo kuna maji ya uzima wa milele, Yesu ndiye anatawala. Hakuna sarakasi. Ni neno la Mungu piwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu focus ni nani? Ni Yesu. Biblia inasema ya kwamba soma 34. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ninyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliotiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Yes. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, nyinyi mnamwambia unafukuru, kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu. Kama sisitendi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini nikizitenda, ijapokuwa hamuniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Amen. Kisha Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia ya kwamba imeandikwa katika sheria zenu ya kwamba sisi ni miungu. Na kama sisi ni miungu, ni jambo gani hilo? Mimi ambaye nimetumwa na Baba yangu kusema mimi ni mtoto wa Mungu, mnaniinukia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani katika njia fupi ni kumaanisha ya kwamba walikuwa wamesimama against, walikuwa wamereject ile kazi ya Bwana na wamereject Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia katika maisha ya sasa hivi, wamereject mapenzi ya Yesu, wamereject njia za Yesu. Watu wanajitafutia njia zao, lakini wanataka kuingia wapi? Kanisani. Waende wanene vile wanavyotaka kunena, waende wafanye vile wanavyotaka kufanya, lakini siku ya Sunday waingie kanisani, mahali ambapo Yesu anawaambia ya kwamba kondoo wangu husikia sauti yangu. Kumaanisha ya kwamba wengi wameingia kanisani, lakini sio kondoo wa Mungu. Na ukisoma katika kitabu cha Ezekiel chapter number 34, Biblia inasema ya kwamba na mimi Mungu nitakuja kutenganisha kati ya kondoo na mbuzi. Kwa hivyo kuna kondoo ndani ya zizi la Bwana, na nikole nao pori, na kuna mbuzi katika nyumba ya Bwana. Katika nyumba ya Mungu kila wakati utapata ya kwamba kondoo wanasikia sauti ya Bwana, lakini mbuzi sisemi vibaya, ni neno la Mungu. Mbuzi ni wengi sana katika nyumba ya Mungu.
Mungu siku hizi. Kazi yao ni kutafuta makosa. Kazi yao ni kuangusha kazi ya Mungu. Kuongea wanaongea vizuri. Hata mipango wako nayo katika midomo. Lakini katika kutekeleza ile kazi ya Bwana, Biblia inasema ya kwamba na wanapokunywa maji masafi, ingine wanaiweka matope. Wakikula ile nyasi iliyo sawa, ingine wanaweka matope. Nigetha jema tigateithike. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ashindwe. Madio tirebe. Ndio tirebe katika kanisa wa Mungu. Wamekuwa wengi sana. Unaponena mko sawa sawa. Unapopatana miti mko sawa sawa. Lakini mnapoondoka, wanaanza kazi ile ilikuwa inafanywa na Mafarisayo, waandishi wa barua na wakuu wa makuhani. Yaani hata katika njia ya kuua Yesu, wale ambao walikuwa wanahubiri, wao ndio walikuwa wanasema tunaweza mpaka katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Ujue ya kwamba wakati wanakaa katika kamati zao, lazima waikurudi wale watu wanasemekana ya kwamba wako na Mungu. Lakini ile njia ambayo sijui wanaveti katika njia gani kuangalia wale watu wako na Mungu. Ama wameinua watu wao wanaojitanisha na jina la Mungu, lakini in between katika mawazo yao, katika roho zao, wanajua ya kwamba ni baramu. Ni kuweka ine. Sasa unapata katika zile meeting kubwa, ili kusemekana ya kwamba na kanisa ilikuwa included, kulikuwa na bishop fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kulipatano kikawa tukasimamiwa na bishop fulani, sijui katika ikudi fulani ya wana youth tukasimamiwa na nani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio kikao cha Mungu. Ni vikao vilivyokaa chini kuondoa Yesu ili waachwe wakitawala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo linalonifurahisha ni kwamba na aliyetumika kutengeneza ile njia na katika kuwaongoza wale wengine katika kwenda kumshika Yesu, akuile mbele ya Yesu na akakufa kifo ambacho kilikuwa kibaya, kifo cha aibu. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa tuombee kanisa la Bwana liweze kusimama na nguvu, liweze kujua mapenzi ya Bwana, liweze kuchanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi na wakati ambapo mtu alikuwa anaenda kuomba, unaletewa picha za watu wawili, kumaanisha ya kwamba kuna falme mbili zilikuwa zimeinuliwa, na mpaka siku ya leo zile falme ndizo zinatawala. Bwana ni anaogosha. Elisha akamuuliza Gehazi, huyo ni nani nimeona? Ni yule mama uliopea apate mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Elisha akamuuliza Mungu, ulikubali kwa nini jambo kama hili litendeke kama haujanifahamisha? Kwa sababu sio lazima uambiwe kile kitu. Kwa sababu maybe angekuwa amefanya jambo fulani ambayo haikuwa na Mungu. Wakati mwingine mambo yanatendeka kwa sababu ya Mungu kujitukuza. Tukija tuone kila kitu. Watu unasikianga yako hata kama macho inaonaga, ingine kama hauoni ama ingine haujasikia. Kwa sababu gani? Maybe katika ule wakati sio ambao unafaa. Biblia inatuambia ya kwamba na katika ile siku Yesu akajificha akaondoka miongoni mwao. Otolea modo yetagwo Elisha. Akawaambia ya kwamba mtazame na muangalie katika wakati huu. Kwa muda wa miaka 3.5 hamtapata mvua. Akatoroka na akaenda kujificha. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo alienda kujificha alipatana na Mungu na akaingia ya telele. Kuna watu ambao walikuwa wameficha 7,000 hawakuwa wameinamia miungu za kigeni. Hata wakati huu niwaambia ya kwamba wakati Yesu aliuliwa akakufa na akazikwa, wanafunzi wake walikuwa
wanahubiri na wanaomba sirini, walikuwa wamejifungia mahali kwa sababu walikuwa wanaogopa madhari ya roho sio. Amen. Sasa kuna mambo hauwezi ukahubiri kwa sababu utatafutwa. Kuna maombi hauwezi ukaomba watu wakisikia kwa sababu utatafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ni Ahabu masharaji ya Elijah, ni mfalme alikuwa anatafuta Elijah aweze kumuua. Kwa sababu gani? Yale mambo aliyokuwa ametabiri yaliwezekana na alikuwa anatafutwa kwa sababu ilikuwa inasemekana ni yeye alisababisha na pia kuwaua manabii. Amen. Lakini ni kwa sababu gani? Walireject Mungu, wakatafuta miungu, wanaongozwa na miungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imetuambia ya kwamba na wakahukumiwa, the judgment came in just 1 hour. Bwana Yesu asifiwe. Tukubalishe Mungu tu katika hiyo wanawa ambaye anaweza kutembelea ule ufalme ambao hautawali katika mapenzi ya Bwana katika wakati wake. Mungu aujaji pamoja na wale wote ambao wamejiunganisha pamoja na wafalme ambao wamejiunganisha na ufalme wa kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Wakuani ambao wamejiunganisha, watu binafsi ambao wamejiunganisha. Biblia inasema ya kwamba hata utajiri, kumaanisha ya kwamba kuna watajiri ambao wametajirika kupitia nguvu ya ufalme wa shetani, kupitia saa moja just 1 hour. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu za Bwana na zianze kutembea mahali popote ambapo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika zile nguvu ndizo unapozopata ya kwamba wako na mpaka nguvu yako nyorori ya gai. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba na wakamtemea mate na nguo zake wakapiga kura. Bwana Yesu asifiwe. Kuna calculation zimefanywa na zishaisha. Bwana ya roho sio. Nyinyi ndio hamuelewi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hesabu ilifanywa kitambo sana. Na hata unasikia ya kwamba ni lazima kuonekane ni kama kuna vita katika kanisa la Bwana. Ni kama hatujielewi katika kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati wa Yesu Kristo aliinukiwa na mambo mengi, alifungiwa njia, alikataa kualikwa, kukaribishwa kwenye mitaa fulani. Kiko kiagege tika uchio. Hili neno la Mungu lisihubiriwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba Yesu akatoka mikononi mwao na akatoroka. Wakati mwingine unakaa chini ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kulilia ulicho nacho. Wakati mwingine unafichanga ulicho nacho. Hata Biblia inasema ya kwamba na Musa akafichwa miezi 3. Ili ule ubaya wote mfalme alikuwa nao ukuwa umetulia kidogo na akuwa ametengeneza njia mahali ambapo atalelewa. Bwana ni roho. Ile kitu uko nayo jaribu kuficha wakati ambao unafaa kuficha. Lakini ukakitumikishe wakati ambacho kinafaa kutumikishwa. Lakini katika maisha yako usimkatae Yesu. Yesu ndiye njia. Ya kila kitu. Yesu ndiye funguo ya kila kitu. Hata kama kutainuka nini, hata kama kutainuliwa nini, Yesu ndiye njia. Lakini kwa sababu watu wamekataa njia za Bwana, watu unapata ya kwamba watu wanaiba, wanaingia kanisani. Wanaume wanaoa wanaume, wanaingia kanisani na ni mapasta. Wanawake wanaoa na wanawake na ni maprofeti. Bwana ni roho sio. Na wanasema ati vile Biblia inasema. Kwa sababu wamemkataa Yesu. Wanaongozwa na nguvu za ufalme wa shetani. That's what Biblia inasema, na wataitisha moto kutoka mbinguni na utashuka
Msiogope kwa sababu ya sijui nilienda mahali fulani nikabarikiwa. Tupime takatifu na hizo manawe mingi na nyumba kubwa. Hata kama ni zetu, Mungu anaziletanga katika wakati wake. Tembea katika ile spidi ya Mungu ambayo Mungu atakuongoza. Kwa uhakika utapata kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka simame.